Mtazamaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa popote pale ulipo. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, njama ya kumuua kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, imezuiwa, limetangaza taifa hilo la Afrika Magharibi. Mpango huo ulikuwa umepangwa na Lieutenant Colonel Paulo Henry Damiba, afisa wa kijeshi aliondolewa madarakani na Traore Septemba 2022, amesema waziri wa usalama katika taarifa yake ya usiku wa manane. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa Colonel Damiba au Ivory Coast. Tangu alipochukua madaraka, Captain Traore anakabiliwa na majaribio mawili ya mapinduzi na pia anakabiliwa na ongezeko la nguvu za wanajihad ambazo zinawalazimisha mamilioni ya watu kukimbia makwao. Licha ya changamoto hizi, kiongozi huyo wa kijeshi mwenye umri wa miaka 37 ana uungwaji mkono mkubwa na amepata wafuasi kote Afrika kwa maono yake ya umajumui wa Kiafrika na ukosoaji wake wa nchi za Magharibi. Kulingana na waziri wa usalama, serikali iligundua video iliyovuja ikiwaonyesha wapangaji wakijadili mipango yao. Katika picha hizo inadaiwa walizungumzia jinsi walivyokusudia kumuua rais, iwe karibu au kwa kuweka vilipuzi nyumbani kwake siku ya Jumamosi tarehe 3 Januari. Baadaye inadaiwa walipanga kuwalenga maafisa wengine wakuu wa kijeshi na raia. Sanaa amedai Damiba amekusanya wanajeshi na wafuasi wa kiraia, akapata ufadhili wa kigeni. Zaidi ya faranga milioni 70 ziliweza kutolewa kutoka Ivory Coast na alipanga kuangamiza kambi ya ndege zisizo na rubani nchini humo kabla ya vikosi vya kigeni kuingilia kati. Haijulikani ni watu wangapi wamekamatwa. Colonel Damiba alihudumu kama kiongozi wa Burkina Faso kuanzia Januari hadi Septemba 2022 baada ya kunyakua madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa kiraia. Baada ya kufukuzwa, alikwenda uhamishoni katika nchi jirani ya Togo. Akasema katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba anamtakia mrithi wake kila laheri.